Kinyume na hapo, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, awe ni mtu gani, atakapokanyaga hapa baada ya kukaidi hili tamko, atapata tabu sana na atakuwa chini ya sheria. Sababu hapa mahali wote wamefunga haya maduka au wamefunga haya magodown kwa kukimbia au kwa kuwa na wasiwasi. Kutoka leo nimepafunga rasmi mpaka hapo kila mmoja atakapo ripoti kwenye ofisi kulingana atakapotoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya, kwenda kwenye ofisi ya TRA, kwenda kwenye ofisi ya FCC kwa miguu na mikono yao. Kinyume na hapo, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, awe ni mtu gani, atakapokanyaga hapa baada ya kukaidi hili tamko, atapata tabu sana na atakuwa chini ya sheria. Hapa hii ni gasket. Hili box hili kwanza limezalishwa hapa. Hili limezalishwa tu almost humu. Limebandikwa Nissan. Hapa inakuja inabandikwa hii nembo hii, kama mnavyoiona ndugu waandishi wa habari, nembo hii inabandikwa kwamba hii ni bidhaa ya Nissan. Lakini ni actual fact, ukija hapa hii bidhaa hata Nissan mwenyewe anashangaa kwamba hii bidhaa imetoka wapi. Unafunga gasket yako hii kwenye injini yako pale juu, baada ya muda unakuta injini linakosa uwezo, injini yote inakufa. Ukihitaji injini original unakwenda kukuta ni bei ya gari. Lakini haya madubasha yote ambayo yanafungwa unakuta ni bidhaa fake. Zaidi pia unaweza kukuta kwenye mfumo wako wa clutch plates, clutch pressure, lease bearing umefunga kwenye gari lako ambao ni la manyo. Unaitafuta gia, umefika sehemu ambayo inataka kuwa na ajali. Unaitafuta gia, unashangaa gia haziingii kwa sababu umekuwa na clutch plate, clutch pressures ambazo ni fake, lease bearings ambazo ni fake, na mwisho wa siku zinashindwa kuhimili uwezo wa engine ambayo Mjapani au mtu yoyote anakuwa ametengeneza kulingana na viwanda vyao. Kwamba gari lako linakosa nguvu. Na kwa sababu kama hii ikiwa imeshachafuka, mfumo ule wa engine wote kwa ujumla, kutoka kwenye engine kwenda mpaka kwenye gearbox, ule mfumo wake wote ule unazungumza kwa pamoja. Na hewa nje pia vinazungumza kwa pamoja, ndio maana air cleaner kusafisha ule mfumo wa engine wote kwa ujumla. Na hili ikiwa lichafu moja kwa moja unakuta gari linakosa nguvu. Sasa plus air cleaner iwe fake, madubasha mengine iwe fake, oil iwe fake. Pana gari hapo. Gari linakuwa sio fake, ila linaanza kupokea chakula ambacho ni fake. Mwisho wa siku gari linadumaa, inakuwa ni gari dumavu kwa maana inakushindwa kwenda mbele. Leo tumefanya ziara katika ile eneo la Africana hapa wilaya ya Kinondoni, nikiwa na mkuu wa wilaya na kamati ya usalama ya wilaya, lakini pamoja na wataalamu kutoka TRA, kutoka FCC, pamoja na wataalamu wenzetu wengine ambao wanatusaidia kutoka kwenye ofisi za serikali. Lakini kikubwa kabisa ambacho tumekuja kuangalia, mmeona hapa katikati, moja, kuna ajali nyingi ambazo zinatokea na jeshi la polisi nchini limeendelea kunyoshewa kidole kwamba labda halifanyi kazi zake inavyopaswa au vitu vingine vya namna hiyo. Lakini assumption iliyoko hapa, ndugu waandishi wa habari, nataka leo niwapitishe ili muweze kuona jambo la msingi sana. Hapa tumefika kwa watu ambao wanauza bidhaa za magari na ambazo bidhaa hizo naweza nikaita kwa hatua ya awali ya uchunguzi wa awali sio bidhaa ambazo zinalingana na nembo iliyopo nje ya bidhaa hizo. Kwa mfano, hapa mnakuta kuna bidhaa hii hapa. Bidhaa hii mnayoiona, hili box hili limetengenezwa kwa magumashi vile vile. Alafu ndani ya bidhaa hii, box hili kishapatikana namna hii, humu ndani kuna bidhaa. Hapa ndani hapa kuna bidhaa. Bidhaa hizi tunaita ni brake nini hizi? Ni brake shoes. Hasa hizi brake shoes ukiangalia hapa nje ni nembo ya Toyota. Alafu hii nembo ya Toyota hapa pia kuna hizi nembo hizi zinakuja zinabandikwa, hizi ziko tofauti kabisa, zinabandikwa. Na hapa ndani kanawekwa karatasi kuonyesha kwamba ni bidhaa mpya iliyotoka Japan. Sasa hizi brake shoes, nini kinachokuja kutokea, ndugu waandishi wa habari? Mtu anapokuja kununua hizi anajua amenunua mali original ya Toyota. Anakwenda kuifunga kwenye gari lake. Then mwisho wa siku hizi brake shoes pamoja na mfumo mzima wa breki, unakuwa mtu anayenunua anadhani amefunga vitu original na anaondoka katika safari yake kutoka hapa kuelekea Mbeya na anajiamini kabisa kwamba mali aliyonunua ni salama. Lakini baada ya muda mali hii mnayoiona hapa imepigwa chapa kabisa huko ndani kama ni Toyota. Lakini kwa uchunguzi wa awali na wataalamu ambao tunao watachunguza zaidi, inaonesha kabisa kwamba jambo hili
si Toyota aliyefanya production, lakini boksi hili limetengenezewa hapa tulipo. Halafu zinakuja zinabandikwa nembo hizi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni mali original kabisa. Sasa mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba hiki kitu kinachofanyika kwenye mali hii ndivyo kinavyofanywa kwenye oili. Umenunua gari yako leo mpya, unaweka oili yako, ndani ya miezi miwili engine imenoka, engine imekosa uwezo. Kumbe ni kwa sababu ya oil fake, au ni kwa sababu ya oil ambazo zinauzwa huku mitaani zikiwa sio zenyewe. Sasa hapa pia tunao wataalamu wa Toyota wenyewe ambao ndio wazalishaji hivi vitu. Ukiangalia haya madubasha yote haya ni madubasha ambayo yanazalishiwa mahali ambapo wao wanajua, wachunguzi watafanya kazi hiyo. Lakini hapa pana viashiria vya haraka sana kwamba bidhaa hizi zote ambazo mnaziona ziko hapa ni almost bidhaa fake ambazo wazalishaji wenyewe wenye nembo hizi hawajazalisha mali hizi. Kwa hiyo unaweza kaona Watanzania wanavyolalamika kwamba kuna ajali nyingi, halafu mtu anasimama labda anaweza kusema polisi haijafanya kazi zake, lakini ukija hapa ndio unaanza kuelewa kwamba ala, kumbe unapodhani umefunga breki halafu kumbe ni breki fake. Unaanza kutelemka mtelemko wako, unaitafuta breki unakuta hamna. Mpaka mwisho tunapata ajali, watu 30, 40 wanafariki, lakini vyanzo vyake ni kwa sababu ya watu wanaotazama wao kula pesa na kuwa matajiri hata kama kutakuwa kuna kumwaga damu za Watanzania. Sasa haya ni mambo machache ambayo tunayaona yanaendelea hapa. Hapa ni Dar es Salaam, wala sio mbinguni. Na hivi ndio vinazalishwa. Hapa vinabandikwa, ile iko wapi ile imebandikwa ile? Iko wapi imebandikwa? Hii ni gasket, si ndio? Unaona paka hapa. Hii ni gasket. Hili box hili kwanza limezalishwa hapa. Hili limezalishwa tu almost humu. Limebandikwa Nissan. Hapa inakuja inabandikwa hii nembo hii, kama mnavyoiona ndugu waandishi wa habari, nembo hii inabandikwa kwamba hii ni bidhaa ya Nissan. Lakini ni actual fact ukija hapa, hii bidhaa hata Nissan mwenyewe anashangaa kwamba hii bidhaa imetoka wapi. Unafunga gasket yako hii kwenye engine yako pale juu, baada ya muda unakuta engine linakosa uwezo, engine yote inakufa. Ukihitaji engine original unakwenda kukuta ni bei ya gari. Lakini haya madubasha yote ambayo yanafungwa unakuta ni bidhaa fake. Zaidi pia unaweza kukuta kwenye mfumo wako wa clutch plates, clutch pressure, lease bearing, umefunga kwenye gari lako ambalo ni la manyo. Unaitafuta gia, umefika sehemu ambayo inataka kuwa na ajali. Unaitafuta gia, unashangaa gia haziingii. Kwa sababu umekuwa na clutch plate, clutch pressures ambazo ni fake, lease bearings ambazo ni fake, na mwisho wa siku zinashindwa kuhimili uwezo wa engine ambayo Mjapani au mtu yoyote anakuwa ametengeneza kulingana na viwanda vyao. Sasa hapa tuko na jeshi la polisi. Lakini tuko na watu wa TRA wa mapato. Tuko na watu wa tume ya ushindani FCC. Tutakuwa na watu wengine wengi. Kwenye hili eneo kuna magodown hapa, kuna viwanda hapa. Kuna viwanda vinavyotengeneza, wanauza vioo, kuna viwanda vinatengeneza miswaki, kuna viwanda vinatengeneza rangi, kuna viwanda vina assemble TV, kuna viwanda vina assemble vitu vya vioni kwenye mambo ya sanitary haya. Hapa kuna viwanda vingine viko huko ndani, godown la kwanza mpaka namba 23. Jana baada ya kuja hapa tuliwaambia wote kwa lugha nyepesi kwamba leo tutakuja kwa ajili ya misako ya ziada. Lakini kama unavyoona ndugu waandishi wa habari, magodown karibu yote yamefungwa. Manake nini? Manake picha ya haraka. Manake ni kwamba kuna uzalishaji wa vitu kinyume na taratibu. Lakini wenye vitu wa serikali zetu za mitaa nao hapa. Kuna bwana mmoja anaitwa Bwana Masawe yuko hapa. Lakini mwenyekiti ana wajibu mkubwa sana pia wa kuripoti kwenye serikali chochote anachokiona kinamzidi nguvu kwenye serikali yake. Sasa hii pia ni ishara mojawapo pia kwamba serikali za mitaa bado na wenyewe wanapaswa kuongezewa uwezo wa kujua wanachopaswa kukiongoza. Sasa kwa sababu hapa mahali wote wamefunga haya maduka au wamefunga haya magodown kwa kukimbia au kwa kuwa na wasiwasi, kutoka leo nimepafunga rasmi mpaka hapo kila mmoja atakapo ripoti kwenye ofisi kulingana atakapotoa maelekezo. Kwa mkuu wa wilaya, kwenda kwenye ofisi ya TRA, kwenda kwenye ofisi ya FCC kwa miguu na mikono yao. Kinyume na hapo, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, awe ni mtu gani, atakapokanyaga hapa baada kukaidi hili tamko atapata tabu sana na atakuwa chini ya sheria. Kontoe rai kwamba leo ni juma ngapi leo? Ni juma mosi, Ijumaa, kabla ya kesho saa 4
mtu yoyote anayefanya biashara zake hapa atoe ushirikiano. Kinyume na hapo, mali zote zitataifishwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa. Jeshi la polisi linafanya kazi zake vizuri, wala halijamuonea mtu yoyote. TRA hawajamuonea mtu yoyote, FCC hawajamuonea mtu yoyote, wote wa ushirikiano ili angalau waweze kuangalia kitu hicho kiko sawa. Unapofanya taratibu za kuassemble, TRA watasema. Lakini vile vile kuna TIC watasema. Unapofanya assembling, kuna sheria gani zinapaswa kuzifanya. Lakini hapo wana assemble, yanaondoka madubasha na kwenda Kariakoo moja kwa moja. Sijui kama kuna hata watu wa TBS labda wanapitia hizo vitu au nani. Inawezekana tunapaswa kufanya hivyo, lakini kama watoa ushirikiano manake ni kwamba ni wakaidi wa sheria. Lakini mwisho tunachokizungumzia ni nini? Mwisho ni kwamba kwa mfano leo tunahatarisha ajira pia za vijana wetu. Tunahatarisha pia masuala mbalimbali ya usalama wa taifa letu. Tunahatarisha mambo mengi sana kwa hizi biashara ambazo zinakuwa hazifuati taratibu ndani ya taifa letu. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, mtupelekee salamu kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni ndugu yetu Saadi Mtambule na kamati ya usalama na wataalamu wa sekta watafanya operation ya kufa mtu ambayo ni non-stop katika maeneo yote, na vile viwanda vyote na sehemu zingine tutakazozikuta zinaelekea kukidhi matakwa ya serikali. Tutawapa uwezo na nguvu ili waweze kuingia zaidi kwenye mifumo ya kisheria na wafanye shughuli zao bila kuwa disturbed. Lakini wale ambao watakuwa wamekuja katika nchi ili kuiua nchi kiuchumi na kiusalama watachukuliwa hatua kali za kinidhamu na za kisheria, ikiwa ni pamoja na leo kuanza na hawa jamaa ili tuweze kuangalia mwisho wake ni nini. Na watu wa TRA kwa sababu hapo hapa wataangalia inalipwa kodi, na kule bandarini vitu vinapitaje, kule TRA vitu vinalipiwa au havilipiwi, declaration wana declare ni kitu gani. Kuna sehemu tumekuta mtu ameingiza vitenge, lakini ukiangalia mtu anaweza kadeclare nimeingiza vitambaa. Huo ni mfano. Hiki sio kiwanda. Lakini kwenye magodauni mengine ni viwanda, ambayo viwanda hivi vina ithibati zile zote, unakuta zimesajiliwa. Lakini shida unakuta kiwanda kimoja kinakuwa kinazalisha bidhaa zaidi ya ile iliyosajiliwa. Kwa mfano kuna sehemu unaweza kaenda kukuta kuna ma-TV, alafu tena kuna mapazia, si kuna vitu gani. Lakini jambo la pili jingine, inaonekana kabisa kwamba kuna ukwepaji wa kodi. Na ndio maana nakuta leo wamefunga baada ya kusikia watu wanakuja. Lakini tatu, inaonekana kabisa kwamba wanaofanya kazi, wale ambao wameletwa kwa ajili ya kufanya shughuli hizi, hawana vibali vya uishi, na hasa kwa wale wageni. Na ndio maana wamekimbia. Lakini jambo la 4 na la 5, vyombo vya dola vipo na watu wengine wapo, watafanya uchunguzi zaidi kuweza kujua. Tumemwambia wajue eneo hili ni la nani, limesajiliwa chini ya nani, eneo hili ni viwanda au sio viwanda. In fact hatutaki kuua viwanda vilivyopo. Teknolojia nzuri sana. Lakini je, kuna technological transfer? Sisi kama nchi tukitaka kufaidika tunapata hiyo teknolojia au teknolojia imejificha? Je, nchi inafaidika kupitia mapato? Kama ndio au hapana tunajua. Je, kuna mifumo ya kutolea maji taka ndani ya viwanda vyetu iliyo sahihi ili kutokuhatarisha afya za Watanzania? Hilo na lenyewe tunaliangalia kwenye masuala ya environment. Ndio maana unapoweka kiwanda lazima upeleke taarifa ya environmental impact assessment ili wenzetu waweze kupatia NEMC, waweze kupatia certificate ya kwamba kiwanda chako kinakidhi na hakiwezi kuleta madhara afya kwa wanadamu. Lakini lazima pia kuwe kuna tathmini zingine zote. Sasa kwa sababu leo ilikuwa ni ghafla na jana ilikuwa ni ghafla, vyote hivyo sasa wataalamu wa NEMC, wataalamu wa TRA, wataalamu wa FCC, wataalamu wa Toyota wenyewe wote watatoa taarifa yote pamoja kujua sasa hawa watu kama ni kosa la kiasi gani na kosa hilo ni nini. Kwa kuongezea, automatically bidhaa ziko mtaani. Ndio hicho anachowaambia kwamba hata yale magari ambayo tunasema inawezekana polisi wakufanya kazi yake kule barabarani, leo tunaanza kujua kwamba kumbe assumption nyingine very likely kwamba dereva ni mzuri, tajiri wa basi ni mzuri, lakini bidhaa wanakokwenda kununua sio wazuri. Wakiandika kwamba ni mali ya Toyota nzuri yenye kiwango kizuri, lakini kumbe sio ya Toyota yenye kiwango kizuri. Na mwisho wa siku tunapelekea kupatisha gari ajali. Hiyo ni assumption. Haimaanishi ndivyo ilivyo kwa mujibu wa hiki tunachokiona hapa. Sasa wanasema ni vizuri kuanza kutoa kinga kuliko au ni vizuri kuzuia hata kama kuna bidhaa ziko huko mtaani. Lakini Watanzania wajue
kwamba kama kuna maagent wa Toyota wapo, basi tujue kwamba unapokwenda kununua mali hii, huu janja upo, na je wa utambuaje? Wataalamu watatoa elimu zaidi ya kutambua mali ambayo ni sahihi dhidi ya mali ambayo sio sahihi. Tulianza kufunga kuanzia jana, wenzetu wa jeshi la polisi wamefanya kazi nzuri. Wamepafunga hapa na tutaendelea kupafunga mpaka wote wapatikane. Sasa hizi tunavyoongea, wengi wa magodauni haya na viwanda hivi wamefunga, hawapo. Na kuna kitu tunaendelea kujifunza kutokana na hapa. Kwa nini wakimbie? Kwa hiyo wenzetu wa immigration wako hapa, jeshi la polisi wako hapa na taasisi zingine zote ziko hapa. Tutawajua wenyewe, lakini tutajua kwa nini bidhaa hizi zimeingia kwenye maeneo yetu haya na zinaenda maeneo gani. Kwa hiyo ukweli wote utabainika ndani ya siku 2 hizi 3. Lakini tukubaliane kama ambavyo umesema Mheshimiwa Rasei, kwa kweli kinachofanyika ni kitu cha kihuni, cha uhujumu, ni kitu ambacho kinahatarisha maisha yetu sisi wana Kinondoni, wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Kama ambavyo umesema, ukiangalia hii sticker imeandikwa kabisa hapa genuine parts made in Japan, lakini ni kitu ambacho kimetengenezwa hapa Afrikana Kinondoni. Kwa hiyo tutafuatilia kusimamia kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya uchumi na maisha yetu sisi wa Tanzania. Kuna bidhaa kama unavyoziona ukiangalia kule, sio za Toyota wala sio za Nissan, ila kuna haya mabox ya Toyota pamoja na Nissan. Hili hapa box la Nissan. Kwa wanachokifanya hawa, wakishaingiza mzigo, wakimaliza wanakuja manake kwenye magodauni kama haya, wanakiwa na hayo mabox ya Nissan na ya Toyota pamoja na hizi ni sticker za Toyota na hizi zingine ni za Nissan. Kwa hiyo manake kuna mahali wana print hizi sticker na haitakuwa kihalali, kwa sababu ingekuwa kihalali mzigo bandarini ungepita kama wa Toyota au wa Nissan. Kwa wakishafika hapa manake wanavua sasa yale mabox. Ndio wale unaona hayo yote unaona, hata huko kwenye haya unaona haya sio Toyota wala sio Nissan. Akimaliza manake anavua hivyo vitu vyote, anaweka pembeni, anavalisha sasa Nissan na Toyota na anaweka hizi barcode. Kwa hiyo ukija kununua, kwa sisi walaji si watu wa kawaida tu, kwa hiyo ukiangalia hapo utaridhika kwamba ni Toyota au ni Nissan, lakini in real sense ni maana yake ni nini? Umepigwa, si ndio? Na ni watu kabisa, kwa sababu unaona wanawafanya kazi, daftari la mahudhurio ili hapa wa kutosha tu wapo. Kwa hiyo nafikiri wanachokifanya sio kitu sahihi na wanatakiwa wadhibitiwe, kwa sababu kwa mazingira haya na maana hata compliance yao kikodi itakuwa sio nzuri. Sasa labda ili tuweze kujua kwamba hii ni fake au ni halali, hii tunajueje kwamba hii namba ni sawa hii au si au hii barcode? Hizi sisi hazipo kwenye control ya TRA. Umeona? Sisi TRA hatusimamii kuangalia hizi barcode za magari. Sisi wigo wetu upo kwenye vinywaji, ndio tunasimamia sticker za vinywaji, lakini hizi maana yake wanatengeneza tu wenyewe mtaani. Kwa hiyo zingekuwa ni za vinywaji zile kwa ajili ya stamp duty, tungeangalia, tungeverify, tungewaambia hapa kwamba hizi ni halali au sio halali. Kwa hiyo mimi naitwa Elinaza Daniel, ni ofisa wa TRA. Tutua ni meneja wa ufuatiliaji bidhaa bandia kutoka Tume ya Ushindani FCC. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunashukuru kwanza kwa zoezi hili linalofanyika. Na kama unavyoelewa, tunafanya mara kwa mara kwenye masoko mbalimbali Dar es Salaam, lakini nchi nzima. Lengo ni kuhakikisha kwamba ni Mtanzania anatumia bidhaa ambayo ni halali, lakini pia inakidhi thamani halisi ya pesa anayotumia. Kwa sababu ndugu zangu, bidhaa bandia mara nyingi zitakuwa ziko chini ya kiwango, lakini bei inayouziwa ni almost ile ya bidhaa halisi. Sasa FCC tupo pamoja na mamlaka nyingine za serikali, polisi, kwa mkoa, kuna mamlaka nyingine kama TRA na TBS. Tunafanya operation kama hizi mara kwa mara
Lengo ni kuclear soko au kusafisha soko, kwa sababu kazi kubwa ya FCC ni kuondoa bidhaa bandia sokoni, na zoezi kama la leo na jana ni zoezi moja hapo. Mkuu wa mkoa amesema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba hii bidhaa ni fake. Ni kweli. Sisi tunafanya kazi kwa suspicion, kwamba tumehisi mzigo huu una matatizo. Tutachukua sample hapa na wahusika wataandikiwa hati ya ukamataji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, watafika ofisini, watapewa maelekezo kwamba mzigo huu una shida kwa sababu gani. Lakini wakati huo pia wamiliki wa nembo kwa maana Toyota na Nissan na wengine lazima wahusishwe. Kwa watakuja pale, watapewa maelekezo na watachukua sample, wataleta kitu inaitwa verification report au ripoti ya uthibitishaji kwa mzigo huu ni halali au si halali. Lazima kwa pande FCC hiyo ndio kazi ya kwanza taanza na hiyo. Alafu Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama nilivyosema, ile eneo pia tutafanya uchunguzi. Kwenye maeneo yote tutapita. Na sio hapa tu, RC kasema kwamba ni mkoa mzima. Jeshi la polisi lipo, tunafanya nao kazi kwa pamoja, tuna task force yetu ya mkoa wa mkoa. Kwa hiyo tutakuwa pamoja nao polisi. Tutapita kwenye magodown yote ya wilaya hii, lakini mkoa mzima wa Dar es Salaam. Kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo yana bidhaa kama hizi yanadhibitiwa na zinaondolewa sokoni, ili kumsaidia mlaji wa Tanzania na kumsaidia mwenye mambo yake aliyewekeza apate thamani halisi ya uwekezaji wake. Nawashukuru sana.